kura za watu haujatokana na Mungu. Si kama mnanielewa vizuri? Tunataka utawala na uongozi utakaotokana na Mungu, utakaotokana na sauti ya Watanzania. Utawala unaotokana na sauti na kura za Watanzania, huo ni utawala wa Mungu. Na la mwisho kabisa, haya mambo haya mnayoyaona, hakuna jambo jipya duniani. Kisa cha Yusufu si mnakijua kwenye Biblia? Ndugu zake walimkamata wakamuuza, sio? Kwanza wakamtupa kwenye shimo, wakamuuza, akaenda Misri. Akawa mtu mwadilifu, mkweli, asiyekula rushwa, akasingiziwa, sio? Kwamba ametaka kutembea na mke wa nani? Wa Potifa. Potifa si ndio alikuwa waziri mkuu? Akaenda gerezani, akafungwa kifungo cha maisha. Kwanza ilitakiwa anyongwe kwa sababu ni treason, ni uhaini. Kwa mambo ya watu wema wanaosimama imara kama Lissu kusingiziwa na kuwekwa gerezani ni mambo ambayo yalikuwepo tangu zamani. Tasimama na Tundu Lissu, atatoka na atatuongoza, atatoka na sisi tutamsaidia afanye uongozi wake vizuri na awe rais wa nchi hii, aivushe, atupeleke kwenye nchi ya Canada. Sawa sawa ndugu zangu. Because ninawashukuru sana mzee. Mimi niko imara kama mnavyoniona. Nilikuwa nimeanza kupungua, sasa nimekaa hapa nyumbani nimekula ugali tena, katumbo kameanza kurudi. Lakini niko vizuri. Sawa sawa. Ninawashukuru. Mungu awabariki. Asanteni kwa kunisikiliza. Kuanzia wiki ijayo tuko kazini. Na leo natumia nafasi hii kuzungumza na Watanzania kupitia nyie habari zitaenda. Na washauri tu hata waandishi wa habari wa Tanzania wafanye kazi kwa weledi. Weledi. Kuna mambo mengi ya nchi hii yanahitaji kuandikwa. Fikiria hivi. Kuna kisingizio cha vita ya Iran ndio imepandisha mafuta, si ndio? Lakini sisi tunanunua mafuta Mashariki ya Kati, na kampuni inayotuuzia mafuta inaitwa Vitol. Inaitwa nini? Vitol. Vitol ndio kampuni inayowauzia Waganda mafuta, ndio kampuni inayomuuzia Msumbiji mafuta, ndio kampuni inayomuuzia Zambia mafuta, ndio kampuni inayowauzia nchi nyingi tu za Afrika mafuta. Sisi takwimu za serikali, kwanza mimi nilikuwa bungeni. Kuna kitu kinaitwa Bulk Procurement Agency, BPA. Ni taasisi ya kiserikali. Tunaweza kusema kwa Kiswahili taasisi ya kununua mafuta ya pamoja. Na Mwalimu Nyerere alitujengea matenki ya mafuta tangu mwaka 78 wakati wa vita. Pale panaitwa Tipa, Dar es Salaam. Kwamba wakati tunapigana na nduli tuwe na stoku ya mafuta. Kwa kuna sehemu ya kutunza mafuta ya kutumia miezi mingapi? Tipa. Kwa tukasema BPA, Bulk Procurement Agency, ndio wao wanafrodi tenda, wanatangaza tenda ya kuuza mafuta. Kampuni zinakuja pale, zinaleta ushindani. Kampuni ya Heche inasema mimi nitakuuzia shilingi 10. Kampuni ya mzee wangu hapa inasema itauza shilingi 50. Kampuni ya mzee Mandao inasema itauza 100. Sasa sisi watu wa serikali tunasema hii kampuni ya Heche ndio inaleta kwa bei rahisi, tunanunua kwa Heche. Ndivyo ilivyokuwa. Kuanzia mwezi wa pili mwaka huu imefanywa change down. Shirika la petroli la Tanzania linaloitwa TPDC ikaondolewa ununuzi wa mafuta kutoka BPA kwenda TPDC. TPDC badala ya kutangaza tenda ya ushindani
ikachukua hiyo tenda ikampa mtu anaitwa Vitol. Vitol anatuuzia Tanzania mafuta kwa metric tani moja, kwa tani moja ya ujazo ya mafuta kwa dola 260, 200 mpaka 260. Vitol huyo anamuuzia Uganda mafuta hayo metric tani moja kwa dola 80. Mnanielewa vizuri? Vitol huyo anamuuzia Msumbiji ambaye hana bandari, anatumia bandari yetu. Uganda anatumia bandari yetu, anamuuzia Msumbiji kwa dola 90. Sasa nikisema dola hamtanielewa. Dola 260 za Tanzania ni 689,000. Anatuuzia kwa metric tani moja. Uganda kwa shilingi 212,000. Msumbiji ambayo ni dola 90, dola 90 238. Sisi tunanunua mafuta kwa shilingi 690,000. Uganda ananunua kwa shilingi 212,000 kwenye kampuni hiyo. Yaani mzee Madawa ananunua sukari kwenye duka langu kwa shilingi 200. Sauti na muuzia kwa shilingi 1,000,000. Sukari ile. Sasa hakuna biashara ya hivyo dunia. Uongo kweli? Ingekuwa warau 89-90 unasema labda wewe ulijiingiza akakugonga. Lakini kutoka 89 na 90 mpaka 260 watu wamekaa wakachomoa nyaraka za serikali, wakaiagiza TPDC ikanunua mafuta bila ushindani. Watanzania matokeo yake mnaumia. Bei ya mchele inapanda kwa sababu ya mafuta. Kwa sababu nauli ikipanda, mchele unapanda bei, sukari inapanda bei, nauli zinapanda, maisha yanakuwa magumu, bidhaa zote zinakuwa ngumu. Wewe maskini, kipato chako kiko pale pale, gharama ya maisha inaongezeka. Maisha yako yanakuwa magumu zaidi. Ada za shule zinapanda bei. Uongo kweli? Huu wizi unaosimamiwa na serikali dhalimu unaibia Watanzania maskini. John Heche akisema hayo, John Heche auawe. John Heche ashambuliwe. John Heche asemewa maneno mabaya. Alafu kuna watu wanataka ninyamaze eti nigeuke nyuma kujibu mbwa wanaonimwekea badala ya kupiga vita hao wanaokuibia pesa. Niye mnasemaje? Tuache kuzungumza mambo haya. Watoto wa nchi wanateswa na watu wachache. Mimi siwezi kuangalia hili. Sawa ndugu zangu. Kuna mambo ukiyajua nchi unaweza kufa. Kwenye gesi, sisi tuna gesi. Gesi ya Songosongo imegawiwa kwa watu wanaitwa Amba Energy kutoka Pan African Energy katika mazingira ambayo yamejaa utata. Tukiuliza hata watu walioko nyuma ya vitu ni kina nani, tunaambiwa hiyo kampuni inaitwa Namaro. Hiyo kampuni imesajiliwa Dubai tarehe 17 mwaka 2023. Nani wako nyuma ya hii kampuni? Ukifuatilia vizuri unakuta ni familia za viongozi wa serikali. Gesi ya nchi yetu inakabidhiwa kwa watu wanaitwa Amba Energy.